الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا سمع الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن محمد القاسم حفظه الله تعالى ما يقوله المحتضر. maneno ayasemayo almuhtadhiru, anayehudhuria umauti. Na inaweza kawa muhtadharu, anayehudhuriwa na kifo. Imma kwa kasra ya dad, muhtadhiru, anayehudhuria. Anayehudhuria nini? Anayehudhuria maut. Almuhtadharu, anayejiliwa na maut. Hadithi yake ni hadithi ya Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Amesema Muadh, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah دخل الجنة. من كان آخر كلامه, yeyote ambaye yatakuwa maneno yake ya mwisho. Man kana akhiru kalamihi, yoyote yule ambaye yatakuwa maneno yake ya mwisho katika hali ya kuiaga dunia, la ilaha illa Allah. Maneno haya ndio yakawa maneno yake ya mwisho, la ilaha illa Allah, dakhala aljannata, bas ataingia peponi. Rawahu Ahmad, ameipokea hadithi hii al-Imam Ahmad katika Musnad. Na hilo ni kwa sababu al-a'malu bil khawatim, matendo huzingatiwa mwisho. Na hilo ni kwa sababu kwamba shahada ya la ilaha illa Allah hiya al-khitam, ndiyo maneno ya kuyahitimishia au maneno ya kuhitimisha umri kwa atakayejaliwa na Allah tabaraka wa taala. Shahada hii ya la ilaha illa Allah hiya al-khitam, ndiyo maneno ya kuhitimisha umri. Wal muntaha, kama ambavyo shahada hiya al-mubtada, ndiyo maneno yanayoanza. Kwa anayetaka kuwa Muislamu anatakiwa aanze kwa haya maneno, la ilaha illa Allah, na ndiyo maneno ya atakayeishilia kuelekea kufa.
aseme la ilaha illa Allah. Kwa hiyo maneno haya la ilaha illa Allah hiya almubtada wa hiya almuntaha, ya mwanzo ya kuanzia na ya mwisho ya kumalizia. Amesema mwanazuoni Ibn Battal rahimahullah, ambaye ni mmoja ya washereheshaji waliosherehesha Sahih al-Bukhari. Ibn Battal anasema qala al-Muhallab, amesema al-Muhallab, na yeye ni mmoja wa washereheshaji wa Sahih al-Bukhari. Al-Muhallab ibn Ahmad al-Asadi al-Andalusi, Spain, Andalus. Amesemaje al-Muhallab? Anasema la khilafa baina a'immati al-muslimin, hakuna khilafu yoyote mbele ya maimamu wa Kiislamu, annahu man qala la ilaha illa Allah, ya kwamba yeyote atakayetamka la ilaha illa Allah wa mata alaiha, na akafia juu ya neno hili, kwa maana likawa neno lake la mwisho, annahu la budda lahu min aljanna, kwamba ni lazima mtu huyo aingie peponi, lazima. Walakin ba'da alfasli baina alibadi wa raddi almadhalimi ila ahliha, lakini hilo ni baada ya kwisha kuhukumiwa waja, jambo la waja kuhukumiwa litakapokuwa limeshamalizika. Wa raddi almadhalimi ila ahliha, na kurudishwa madhlama kwa wenyewe. Madhlama ni lolote ambalo umedhulumu. Umemdhulumu mtu kwenye mali yake, umemdhulumu mtu kwenye heshima yake, haya yatalipwa haya, kana kwamba anasema baada ya Allah kuwahukumu waja wake kwa yale walioyafanya duniani, kadhalika na madhlama kuchukuliwa na kurejeshwa kwa wenyewe. Ni mnaelewa kwamba imekuja ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwauliza masahaba, mnamjua nyinyi mtu aliyefilisika? Atadiruna mani almuflis, je, mtu aliyefilisika mnamfahamu? Wakajibu masahaba, aliyefilisika kwetu sisi man la dirhama lah wala mataa, ni yule ambaye ameishiwa, hana tena pesa wala hana kitega uchumi, kwa maana alikuwa navyo lakini vikasambaratika kidogo kidogo, mwisho kama ni gari likawa limebaki juu ya mawe, akaliandika kule nyuma ya mlango wake, imebaki story. Huyu ndo muflis. Bali na hilo jigari ambalo liko juu ya mawe akaliuza sekrepa. Akamwambia huyo sio muflis bwana. Muflis wa kweli kwenye umma wangu ni mtu ambaye atakuja siku ya Kiyama, ana swala zake, ana saumu zake, ana hija yake, ana kadha wa kadha. Mashaallah, ni amekuja faili lake mashaallah. Yani kama linaangaliwa lile faili lake kwamba huyu wa peponi,
mambo yote haya, huyo peponi, alhamdulillah, huyo peponi. Wakati huo huo anakuja, kuna watu wanakuja wana malalamiko yao dhidi yake, yarhamkallah. Tena kuna msururu na foleni. Wewe vipi? Huyu alinipiga. Alikupiga wewe? Na Allah anajua. Allah anamega sehemu ya yale mema yake, anamgaia huyu. Sababu siku ya Kiyama imekuja hadithi, hakuna kulipana dinari wala dirham. Ulimwibia 200,000 utamrudishia 200,000, hakuna kulipana kwa pesa. Watu watalipana kwa matendo na amali. Ulimpiga wewe, kwa hiyo kama kuna makatasi mawili ya mema yako yanatolewa, yale mema anapewa yule ulimpiga makofi duniani, sio ulimvunjia heshima, tunampa huyo. Kuna mwingine pale, ya Rabbi, huyu alinimwaga damu. Wewe ulimwaga damu wewe? Yaani kweli huyu ulimwaga damu. Yashkuliwa mema yake mengine, anapewa yule. Anakuja mwingine, ya Rabbi, amenitukana huyu mbele za watu, nivunjia heshima yangu huyu. Anachukuliwa mema mengine, anapewa yeye. Anakuja mwingine, ya Rabbi, alinituhumu huyo kwamba mimi ni mchafu, kanitupia tuhuma ya zinaa na wala hana ushahidi wowote, huyo. Yachukuliwa mema mengine, anapewa yule aliyemdhulumu. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, atapewa huyu katika matendo yake mema, atagaiwa, atapewa na yule katika matendo yake mema. Kila aliyemdhulumu, kama watu 100, mpaka mema yake yatakapokwisha. Hana tena mema, Allah ataamrisha mtupeni kwenye moto wa Jahannam. Muflis, hana kitu, kaishiwa. Na ikitokea kwamba wale uliowadhulumu bado wapo mstari hapa na kule, mithili watu wapiga kura, na mema yako imeshakwisha kwenye kitabu chako, yanachukuliwa sasa mabaya ya wale uliowakosea, uliowadhulumu, mabaya yao yanapunguzwa. Wewe njoo unamdai wewe, sasa huyu ameishiwa, hana kitu, lakini wewe si una karatasi zako nyeusi, habari zako nyeusi, tunampa huyu. Sehemu ya mambo yako meusi tunampa huyu, kwa mujibu wa madhlama yake aliyokudhulumu. Kwa hiyo yule ambaye kapanga foleni kutaka haki yake, huangaliwa sasa mafaili yake meusi. Inaangaliwa kuna faili au kuna sehemu amekula riba, yachukuliwa madhambi yake ya riba, wapewa wewe. Sehemu nyingine, mwingine labda mathalan aliwahi kumpiga makofi mama yake aliyemzaa, kamfanyia uquq, inachukuliwa ile dhambi ya uquq, wapewa wewe. Mwingine amekuja pale ana kipengele cha kuvuta bangi, kavuta bangi huyu, inachukuliwa madhambi ya bangi, wapewa wewe. Hivyo hivyo, kisha tieni kwenye Jahannam.
haya yatatokea siku ya Kiyama. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili akatuasa kwamba mapema kabisa, kila ule mdhulumu hujafa, muendee na umuombe yaishi, msameheane. Bwana wewe, siku moja mimi nilikudhulumu wewe, nilikusema, nilikuteta wewe, nilikusengenya, samehe ndugu yangu. Shetani tu kanipitikia. Wewe mtupe balaa zote, mtupe shetani tu basi. Ndugu yangu, mimi bwana nilikuibia viatu siku moja. Kuna vitu fulani viliibiwa mimi, na kuomba nisamehe. Kama ulivyokuwa jasiri wa kumwibia, basi kuwa jasiri kwenda kumwomba radhi. Almuhim, Mtume anasema kabla ya kufika siku ambayo hakuna kulipana kwa dinari wala kwa dirham, na ni siku adhimu, siku ambayo baba atamkimbia mwanawe, mtu atamkimbia kaka yake, toka nitoke. Mtu atamkimbia mkewe, kipenda cha roho chake atakikimbia siku. Atamkimbia babaye, atamkimbia mamaye. Kwa nini anamkimbia? Atadhani kwamba baba huyu atakuwa amepungukiwa sehemu ya matendo mema, ataniomba kidogo nimpunguzie ili aingie peponi. Mwenyewe sijajijua. Wewe baba anakuja, unatafuta kichochoro. Wewe mwanangu, kama vile humuoni huyu, waingia huko. Mwanangu, mimi nimekusomesha wewe. Wapi? Mwenyewe hapa nahitaji bwana. Sasa unamkimbia mzazi, unamkimbia mtoto, unamkimbia mke kwa mazingira haya, kwamba wanadhani atakudai kitu, alafu vile ulivyokuwa navyo vimechukuliwa. Umeelewa hapo? Kwa Ibn Battali anamnukuu al-Imam al-Muhallab kwamba lazima aliyesema la ilaha illa Allah maishilo yake atakuwa ni peponi, lakini baada ya Allah kuwahukumu waja wake na kurudisha madhlama kwa wenyewe. Na si kila mmoja atawepesishwa kuitamka hii kalima ya la ilaha illa Allah wakati wa kuiaga dunia. Ni jambo kubwa hili. Taufiki kwa aliyeafikishwa na Allah tabaraka wa taala. Taufiki kuitamka hii kalima ni kwa aliyeafikishwa na Allah tabaraka wa taala. Si jambo rahisi. Mtu anaweza akasema nitatamka tu mimi, anakuja malakul maut ananitoa roho, mimi natamka nisema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Sio rahisi hivyo. Mwingine anakufa anapiga makelele. Anasema al-Imam as-San'ani kama ilivyokuja kwenye at-Tanwir sharh al-Jami' as-Saghir, anasema rahimahullah, wala yuwaffaqu liqawliha illa man kanat a'maluhu salihatan min qabli dhalik, na wala hatoafikishwa kuitamka kalima hii yeyote yule, illa man kanat a'maluhu, ila yule ambaye yatakuwa matendo yake salihatan, ni mema, min qabli dhalik, kabla ya kutokea hilo, ni mtu mwema. Huyu ndiye atakayeafikishwa kutamka hii kalima.
bila ya shaka kalimatu tauhid la ilaha illa Allah ni kalima yenye ubora mkubwa sana. Yani tunapata hapa kwamba hii kalima ni afdalu kalima, lakini kadhalika tunapata hapa katika hadithi pendekezo ya kwamba anapendekezewa Muislamu anapozungumza mazungumzo yake awe na tabia ya kuitamka hii kalima, hasa anapokuwa akiwa ameshamaliza mazungumzo yake ameazimia kunyamaza kimya. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu hajui kipi kitamtokezea. Anaweza kawa amezungumza mazungumzo yake akaangukiwa na jengo hapo hapo. Kwani hakuna watu wanaangukiwa na majengo? Wako. Hakuna watu wamekaa tu pembeni mwa barabara wanakunywa kahawa, gari ikaacha njia ikawavamia wao? Wapo. Simeelewana vizuri? Hii nje ya Morogoro Road kipindi fulani gari iliacha njia ikaingia kwenye nyumba ya pembeni, ikamchukua bwana harusi mwenye akakaa na mkewe, gari limeingia huko ndani. Kwa hujui kitakachokutokezea. Na sehemu yoyote ambayo mtu atakuwa anachelea kwamba huenda ikawa ni sababu ya kifo chake, aitamke hii kalima mara kwa mara, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hata anapokuwa mtu anaelekea katika godoro lake ili alale, akaweka ubavu wake kwa ajili ya kulala, atamke kalima la ilaha illallah, asa yakun khairi, yakawa ndiyo maneno yake ya mwisho kutoka duniani. Lakini kadhalika kwa umuhimu wa hii kalima, kiasi kwamba yeyote ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa ni la ilaha illa Allah wakati wa kuiaga dunia ataingia peponi. Tunapata hapa jambo la kumlakinisha anayekata roho, kumlakinisha, kumtamkisha hii kalima yule anayekata roho, hata kama si Muislamu. Naotaka kumwokoa na adhabu ya Jahannam kwa kufa na mila ya Kiyahudi au mila ya Kinasara au mila ya kishirikina, unamtamkisha ndugu yako mwanadamu mwenzio, umwambia sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, ili angalau afya akiwa ni muslima. Kwa hiyo Muislamu anatamkishwa hii kalima wakati wa kukata roho, kadhalika asiyekuwa Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimtembelea kijana wa Kiyahudi, alikuwa mgonjwa. Alipofika anakuta kijana anakata roho, na pembezoni mwake yuko baba yake, na huyo kijana wa Kiyahudi alikuwa akimhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia kijana asema la ilaha illa Allah. Yule kijana akawa anamtazama baba yake kana kwamba anamuomba ruhusa, kwani baba wasemaje, wewe ndo babangu, sisi ni Mayahudi, lakini huyu ananiambia hivi hapa. Yule mzee akamwambia mtii. Kijana akatamka la ilaha illa Allah, na ikawa kalima yake ya mwisho, akafariki. Akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwa nyumba hiyo, nje ya nyumba hiyo, akisema alhamdulillahi alladhi, sifa zote njema anastahiki Allah aliyemwokoa huyu kutokamana na moto. Manake tayari huyu ameshaula, anasema hivyo, ameshaukata huyu, kafa na kalimatu tauhid.
Kwa hiyo hata kama sio Muislamu unamtakia kheri, unamwona anakata roho, unamwambia sema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illa Allah, walakinisheni wale wanaokufa miongoni mwenu, unapowaona wanakata roho waambieni watamke la ilaha illa Allah. Na hadithi ametaja al-Imam Muslim rahimahullah. Hii ndiyo talakini wanaoikubali ahlus sunna wal jamaa. Ama ile talakini ya watu kwenda makaburini wakawa wanamtamkisha mayit baada ya kuzikwa, ile ni bid'a, lam tarid fi sunna, haijathibiti katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba mtu ameshakufa, ameshazikwa pale, wanakuja ustadhi na kijitabu chake, ya fulani, wanakuja kwanza watu wana maji wanamwaga kwenye kaburi usawa wa kichwa, alafu eti ustadhi anakaa na kitabu chake pale, ya fulani bin fulani kadha wa kadha, kumbuka ahadi ambayo ulichukua siku kadha wa kadha, ya fulani. Kwa Kiarabu anatamka hivyo, alana yatika almalakani alkarimani almuwakkalani alazimani fala yafzi'aka wala yahulaka, hivi punde hapa watakujia malaika wawili watukufu wawili, wametumwa hao, wamewakilishwa, wasikutishe wala wasikutie fadhaa. Wakikuuliza nani mola wako, waambie mola wangu ni Allah. Wakikuuliza nani mtume wako, sema mtume wangu Muhammadi. Wakikuuliza ni ipi dini yako, sema dini yangu ni Islamu. Wakikuuliza ni kina nani ndugu zako, sema ndugu zangu Waislamu. Wakikuuliza ni kipi kibla chako, sema Kaaba ndio kibla changu. Haya yote maneno hayafiki kwa huyu mtu wala hayasikii. Ni sawa na kumpigia mbuzi gitari. Hakuna kitu, hayamsaidii kitu, hakuna mambo haya. Kwanza halikuthibiti hilo, halikutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pili, hasikii chochote, yeye yuko kwenye ulimwengu mwingine pale. Na lao lingelikuwa hilo linamnufaisha mayit, basi wengi wa watu wangeacha kuswali, wangeacha kufanya mambo ya wajibu, na wangeyafanya mambo ya haramu kwa kiasi kubwa, kwa kutegemea kwamba akifa atakuja mtu na kitabu chake atakuja kumsomea. Na mtu huenda angetoa pesa nyingi akaziweka, jamani pesa zangu hizi, nikifa jamani 30, hizi pesa za 30, milioni 2 jamani isiguswe, ili asema 30 au ani afaulu. Sio hivyo? Hata kama kuswali au kaswali siku kaacha, siku kaswali siku kaacha, Ramadhani hii kafunga, Ramadhani ile kala, hana wasiwasi, utasema 30 na nitajibu. Sababu ukifaulu kwenye kaburi yaliyobaki maisha safi kabisa, na ukifeli pale yajayo hayafurahishi. Alama ya kufaulu au ya kula hasara ni pale kwenye lile shimo kaburi. Ukifaulu pale yajayo yanasema yanafurahisha. Pale ukiula wachuya Allah tukinge na adhabu za kaburi, Allah tuepushe na mitihani ya makaburini. Sheikh Albani anasema, wa amma talqinuhu ba'da al-mauti fama'a annahu bid'atun, ama kumlakinisha mayit baada ya kufa akiwa kaburini, pamoja ya kwamba ni jambo la kizushi, lam tarid fi sunna, halikuja katika sunna za Mtume
sallallahu alayhi wasallam, fala faidata minhu, lakini pia hakuna faida yoyote, yani mbali kwamba ni bid'a, pia hakuna faida. Liannahu kharaja min dari taklifi, kwa kuwa huyu maiti ameshatoka kwenye nyumba ya yeye kukalifishwa na sharia, ila dari aljazai, kuelekea kwenye nyumba ya malipo. Kaburi ni nyumba ya malipo, dunia ni nyumba ya kutenda. Waliannahu ghairu qabilin litadhakkur, lakini kadhalika huyu mtu hapa kwenye kaburi hili haendani tena na jambo la yeye kukumbushwa. Muda sio huu wake wa kukumbusha. Huyu alitakiwa akumbushwe akiwa yuko hai. Sasa wanamkumbusha haya maneno wakashakufa. Haendani hii hali yake aliyokuwa nayo na hayo anayoyafanya. Qur'ani inasema litundhira man kana hayya, ili umuonye Muhammad wewe aliyekuwa hai. Huyu haiko hai tena, haiko kwenye ulimwengu mwingine, hayamnufaishi kitu haya. Imekuja litundhira kwa te, kama ambavyo kwenye Qur'ani imeandikwa liyundhira kwa ya, liyundhira man kana hayya, lakini kwenye qiraa nyingine litundhira, ili umuonye ewe Muhammadi man kana hayya, aliye hai. Sasa maiti wanakwenda kuambia maneno gani? Yanamnufaisha nini? Mawaidha wanapewa waliokuwa hai, sababu wako kwenye nyumba ya kazi. Dunia ni nyumba ya kazi, kaburini nyumba nyumba ya malipo. Kule kwenye nyumba ya malipo ndio wanakwenda kumwaidhi mtu, kumpa waadhi. Jamani huko maiti mliokufa, jamani ala msile riba. Nani anakuambia kuna mikopo ya sako sule? Kwa kwenye qiraa cha watu wa Madina na watu wa Sham na qiraa cha Yaqub, litundhira man kana hayya, kama alivyolibainisha hilo al-Imam al-Baghawi katika Maalim at-Tanzil. Baadhi ya ahlul ilmi wanaonelea ukiwa unamlakinisha anekata roho kwamba huyo yupo kwenye sakaratul maut, kwa hiyo huyu bwana tutakiwa tumlakinishe la ilaha illa Allah. Jambo hili linahitaji watu ambao wana maarifa. Ndio maana hata nani tumfanye kwamba ni kiongozi wetu wa kumuuguza mgonjwa wetu, sharia pia inaangalia hilo. Yani yule mtu ambaye kwamba anajua kwamba huyu anakata roho, mwalisaji huyo anajua kwamba huyu anakata roho. Hizi ni alama za mtu anayekufa hizi. Mimi uwepo wangu utamsaidia nini huyo? Awekwe mtu wa maana, asiwekwe mtu ambaye anaona mtu anakata roho anamuuliza password ya simu. Na password ya muamala. Baba unakufa baba seleni yako ya Tigo Pesa, namba yako ya siri namba ngapi? Baba una shilingi ngapi? Baba kuna mtu anamdai. Haya maneno hayakufanya. Mwambie atamke la ilaha illa Allah, ni bora kuliko hizo pesa unazozihangaikia. Tuelewana vizuri? Sasa ukimkaririsha hii kalima kwamba sema la ilaha illa Allah, akiisema baadhi ya ilmu wanaonelea ni makruhu kumrudia tena. Ikiwa ameshaitamka ni makruhu kumrudia aitamke tena, sema tena, ni makruhu. Kwa nini? Kwa sababu huenda kibinadamu akakasirika huyu, alafu akatamka maneno yasiyofaa kwamba wewe bora muda wote unikaribisha, wewe una adabu nini, niache mwenyewe. Akawa ameshaharibu, badala ya kuwa la ilaha illa Allah ndio kalima yake ya mwisho, akamalizia huna adabu nini wewe, kwa sababu wewe unamkaririsha mara kwa mara. Lakini akitamka ile kalima na akawa hakusema maneno mengine yoyote, mwache.
Ikitokea amesema ile kalima alafu mara akazungumza jambo jingine, jamani mwanangu wa mwisho mumsomeshe jamani, mwambie mzee rudia, sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, ili liwe kalima yake ya mwisho ni la ilaha illa Allah. Haya ameyataja al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharhi yake akisherehesha Sahih Muslim. Asiyekuwa Muislamu akitamkishwa la ilaha illa Allah wakati wa kukata roho, hali ya kuwa ameamini maana ya kalima hii, akafa papo hapo, amestahiki kuingia peponi, hata kama hakutenda ibada yoyote kabla ya hapo. Hakuwahi kuswali, hakuwahi kufunga, lakini kaitamka hii kalima mwishoni mwa umri wake na uhai wake, mu'minan biha, akiwa anaamini maana ya hayo aliyoyatamka, ataingia peponi huyo, ataepushwa na moto. Haya ndio ambayo yanafungamana na hii hadithi fupi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Hadithi ya Muadh ibn Jabal aliyopokea al-Imam Ahmad, pia amepokea al-Imam Abu Daud. Walhamdulillah.